haki, wanastahili malipo makubwa mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Leo tunahamia aya nambari 275 ndani ya sura Al-Baqara, inayotuambia kwamba watu ili waishi vizuri katika maisha yao ya hapa duniani na kesho kiyama, wajiepushe na tatizo la kijamii ambalo pia ni tatizo la dini, kula riba. Riba ni janga miongoni mwa majanga ambayo kila siku yanarudisha maendeleo ya watu. Allah kalieleza hilo kwa sura mbaya kabisa ambayo inakimbiza watu wakisikia sura hiyo. Anasema alladhina, wale watu ambao yakuluna riba, wanaokula riba, siku ya Kiyama, siku ya kufufuliwa, la yaqumuna, hawatasimama kutoka makaburini mwao, illa kama yaqumu alladhi, isipokuwa watasimama kama anavyosimama yule ambaye yatakhatafu shaitanu, anayemwaga mieleka, anayemwangusha shaitani bila basi, kutokana na wazimu. Dhalika, yanawafika hayo, liannahum qalu, kwa sababu wao katika maisha yao ya kidunia walisema, innama albay'u mithlu riba, si vinginevyo biashara ni mfano wa riba. Wa ahalla Allahu al-bay'a, na Allah amehalalisha biashara, wa harrama riba, na akaharamisha riba. Alladhina, wale watu ambao yakuluna riba, wanaokula riba. Riba nini? Alladhina, wale watu ambao yakuluna riba, wanaokula riba. Riba ni ziada, nyongeza. Ima itakuwa riba fadli au riba nasi'a. Nyongeza hii ima itakuwa mtu amekopesha, yule aliyokopa, yule anayedaiwa, umewekeana muda na mshahidi, ikifika tarehe kadha nitakupa pesa zako, nitakupa pesa zako. Tarehe imefika, yule anayedaiwa hana pesa ya kurudisha. Kwa hiyo ima umpe pesa zake au akuongezee muda, lakini utalipa na cha nyongeza hiki. Kile cha juu kilichoongezeka ndicho kinaitwa ni riba. Naambia mpaka ikifika tarehe 1 mwezi wa 3, hii laki moja yangu urudishie, sawa. Inafika tarehe 1 mwezi wa 3, yule anayedaiwa hana pesa, yule anayedai anataka pesa yake. Kwa moja ya mawili, ima apewe pesa yake au amuongeze muda. Huyo anayedaiwa utaniletea tarehe 1 mwezi wa 4, lakini si laki moja tena, utaleta laki moja na 10,000 na 5,000 na 20,000. Kile kilichoongezeka kile kinaitwa riba nasi'a. Riba nasi'a. Au kama si hiyo
riba tunahusiana na kuuzia mchele kwa watu wa Ifakara, na wewe utalipa mchele kwa watu wa Mbeya, mchele kwa mchele kwa hiyo. Lakini mchele wangu mimi ni mzuri wa Mbeya kwa kilo moja kwa kilo moja na robo au kwa kilo moja na nusu. Hii nyongeza iliyozidi inaitwa riba al-fadli. Ama kama vitu vitatofautiana aina, ajnasu fabiu kaifa shi'tum, aina zikitofautiana, mchele kwa mtama, ufuta kwa mahindi, jinsi zimetofautiana, aina fabiu kaifa shi'tum, uzeni mnavyotaka, kilo moja kwa kilo 10, kilo moja ufuta kwa kilo 15 mchele, sawa. Sababu gani? Aina zimetofautiana. Aina moja, ufuta kwa ufuta, mpunga kwa mpunga, mtama kwa mtama, kile cha nyongeza kile au kuuliza mchele wa Rufiji sio mzuri na mchele wa Mbeya ni mzuri. Kwa ukitaka mchele wangu wa Mbeya nipe kilo 3, mchele wako wa Rufiji ili nikupe kilo 1 mchele wangu wa Mbeya. Hii nyongeza ya juu haitakiwi, ile ile riba. Kwa riba zinagawanyika sehemu mbili, riba al-fadli na riba al-nasi'a. Na kila aina kuna migawanyo yake ndani ambayo inajulikana kwenye kitabu. Riba al-fadli na riba al-nasi'a. Nasi'a ni kule kukupa muda, ulete deni, ukichelewesha litaongezeka, ukichelewesha litaongezeka, ukichelewesha litaongezeka. Mtu kakopa 1,000 siku kulipa na riba 600, na riba 400. Imeongezeka, kila anapoongezeka anaongeza 10,000, anaongeza 20,000, anaongeza mpaka baada ya mwaka 1.5 anajikuta alichokopa kichache kuliko amekuja kulipa. Riba labda sawa. Hiyo ndio riba. Riba ni ile nyongeza inayopatikana kwenye muamala fulani biduni mukabili, basi na hii inayolipa na ni yani nini? Hiyo inaitwa riba. Kwenye mpunga kilo 1 na kilo 1, ukiniambia ni kilo 1 na nusu, hii nusu na lipia nini? Kwenye deni 100,000 nikurudishie 100,000, unataka 100,000 na 10,000, hii 10,000 nalipia nini? Ile inaitwa riba. Kwa kausha damu waniangalie vizuri na mikopo mingineyo waniangalie vizuri. Yetu asilimia 90 hapa sasa hivi inaendeshwa sisi nchi nzima siku hizi hapa Dar es Salaam, asilimia kubwa ina riba ndani yake. Hukumu yake riba haramu. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema riba dhaifu wa ambaluna baba, ina milango 40 na usheni. Hapa hiyo riba, hapa hiyo riba, na kila aina ina dhambi zake zinazidiana. Adnaha la kwa chini kabisa riba yenye dhambi ndogo, mithlu an yankiha rajulu ummahu, mfano wa mtu kumwingilia mama yake mzazi. Ile dhambi anazozipata kule ndio dhambi anazozipata mlaliba aliyekuwa riba kiwango cha chini anazozipata. Maisha yetu yanaendeshwa kwa riba. Jiangalie tumekaa na ugani. Tunaweza tukalia maisha magumu, kumbe chimbo lake tunakula riba. Kwa alladhina, wale watu ambao yakuluna riba, wanaokula riba. Allah bi'adli riba kwa neno kula. Asije akasema mtu kama mimi mchukua riba ndio kwenda kujengea, sikula. Matumizi yoyote ya pesa ya mtu mwingine anakuwa amekula pesa ya mwenziwe. Sio lazima akaitiki kamboni. Alladhina yakuluna riba, wale watu ambao wanaokula riba. Wajielewe, wanaokula riba la yakumuna, hawatosimama kutoka makaburini mwao siku ya Kiyama baada ya kufa.
shaitani, sura anayekwangwa, anayeangushwa na shaitani, min almasi, kama ule watawazimu. Masu shaitani, masu jini, masu mtu akipatwa na shetani kuanguka kwake hakuna msalimu vyovyote vile, ndio hivyo anavyoanguka. Na yeye ukianguka kwake kaburini, atakapotoka ataanguka kama anavyoanguka mtu aliyopakwa na shaitani, aliyekumbwa na shaitani, inabasi kutokana kule kutokuwa na akili. Mtu akipatwa na shetani akili zake zinakuwa haziko, alladhi yatakhabbathu ash-shaytan yusri'uhu ash-shaytan min al-masi, kutokana na al-mas, kutokana na ule wazimu, kutokuwa na akili alipokuwa na. Mungu ameleta sura mbaya, sura yenye kuchukiza, ili wewe uangalie kwamba hivi ndivyo atakafufuliwa mlaiba. Dhalika, yanawafika hayo, watafufuliwa na hali hiyo, biannahum qalu, kwa sababu wao walisema katika maisha ya dunia, innama al-bay'u mithlu riba, hakika si vinginevyo biashara ni kama riba. Ninyi mnafanya biashara, lengo lenu mnataka mpate nini? Faida. Nami namkopesha huyu $100,000, atanipa $100,000 na 10, ile $100,000 na 10 ya juu nini ni ile? Ni faida. Tena wao akasu tashbiha, ile tashbihi yenyewe qadlabuhu, wameibadili. Lugha nzuri ni kwa hivi, innama riba mithlu al-bay'. Kwani hiyo riba tunakata si kama biashara tu, sivyo? Lakini wao wanasema hiyo innama al-bay'u mithlu riba, hiyo biashara tunayotaka nyinyi ni sawa sawa na riba tunayotaka sisi. Vyote hivyo vinamletea mtu faida. Kwenye biashara kuna riba ndogo, kuna faida, na sisi tunapata faida. Tofauti yake